Hebu tupe mifumo yako mzee. Mifumo yangu mimi kwa mwaka huu bwana. Yes. Ni kufanya vitu makali sana kwa sababu na surprise nyingi kwa mashabiki zangu, wapenzi wa muziki mzuri. Na surprise nao bwana mwaka huu. Ndio. Vipi mwaka 2025 pengine umemalizaje kama producer hapa Dodoma? Kwa 25 naweza nikachukua kuwa ni mwaka ambao haukuwa mzuri kwa upande wangu. Na kwa odongo sana wa karibu huu mwaka 2025 bwana kidogo nilikuwa na changamoto nyingi. Sasa changamoto zilikuwa kwenye upande gani hasa kwenye industry yako yeye kama producer? Katika huu mwaka ule mwaka sasa sio huu sasa. Mwaka uliopita tulikuwa tunashindwa kufanya mambo fulani bwana kama kwa cha nyimbo kutokana na mambo ya siasa hapa katikati ya uchaguzi kwa sababu tulikuwa tumepanga kwanza muda. Ila kwa mwaka huu mambo ushapita yale bwana, sisi tutafanya kazi kubwa. Sahihi. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ulipitia mwaka jana. Changamoto yangu nadhani ilikuwa hiyo. Maana kuna kazi nyingi sana tulifanya. Sasa kuzipa muda sasa ili zisikike kwa sababu ukisikiza huku mara kampeni, ukisikiza mara huku. Kwa hiyo unakosa muda za mashabiki hivyo. Lakini nafikiri kwa sababu umeliguseli na nafikiri sasa tuzungumzie kulingana na issue ambayo ilitokea mwaka jana na pia baadhi ya wasanii ambao walijitokeza kwenye platform na kuongea kwamba ama kuongea naweza kusema waliongea shit kwa mashabiki. Alafu hali ambayo ilitokea ama ile issue ilisababisha kuonekana kwa wasanii wote kwamba wako upande mmoja. So unajua kwamba wasanii wao yani tuseme mashabiki zao wanachukulia yani kwamba ni watu wa kawaida. Hii kitu nahisi iliwatesa sana, iliwatesa wasanii kwa sababu wananchi ama mashabiki walikuwa kama mizila hivi. Pengine hii unalizungumziaje pia kwa upande wako kama producer? Ni sahihi kile kitu ambacho walikifanya wasanii ni sahihi ama sio sahihi? Sio sahihi bwana kwa sababu nikikumbuka kuna mkuu mmoja alishayaongea haya. Alisema wasanii msijisahau sana kaeni upande wa wananchi sana. Msiingie sana kwenye siasa. Hilo swala kweli nimekuja kuliona baada ya haya mambo ya kutokea. Ila bwana yote na yote watu tusameane, maisha mengine tu yaendelee kama kawaida, madude yatoke, watu tuenjoy kwa sababu bila muziki bwana hatuwezi tukaishi. Hatuwezi tukaishi bila muziki, bila kufly bwana ni ngumu sana. Sasa ni kwamba kulingana na zile kauli na ile issue ama tafrani nzima ilisababisha athari kubwa sana hasa kwenye industry ya muziki. Sio? Pomosha sana mwanangu. Vitu vingi sana vilishindwa kuendelea kwa sababu ya matatizo. Kwanza Citrus Beat wewe una rekodi aina gani za muziki hapa mzee? Mimi mwanangu mimi nafanya kila muziki mwanangu, hiyo Baibuda. Iwe si nyimbo za Kimasai. Ndio. Sijui nini. Kila kitu kipo. Kila kitu kipo kwangu. Kwa hiyo ni msanii sasa wewe unataka kuja kufanya muziki gani kwangu? Gospel nini? Baba, mimi nakwambia. Kaswida. Yaani muziki wote tuseme duniani. Ndio. Unaupiga hapo. Kila kitu. Kwa sababu taarabu ndio kupata mtu wa taarabu aje kuimba. Lakini unanyoosha. Naweza nikanyosha maana uwezo nao. Uwezo nao. Sahihi. Mtazamaji wa Center Zone Plus TV, nafikiri umeweza kusikia vitu vingi sana tukiwa hapa studio kwa Citrus Beat. Hapa ni area A Dodoma. Hasa kwa wewe ambaye ni msanii pengine unapatikana hapa Dodoma lakini pia hata upatikane Dodoma na unahitaji kufanya kazi nzuri sana. Bana unaweza kumuona Citrus Beat, unaweza kutembelea pale kwenye social media hasa Instagram pale uta search pale Citrus Beat. Jamaa yuko poa sana jamaa, anaga maringo jamaa. Mimi nimechat naye huko then leo na tuko hapa lakini japokuwa leo sikumwambia kwamba anakuja. Si nikatoboa siri. Sikumwambia kama anakuja. Nimemfanyia surprise, tumekuja hapa na tumepiga story kama ambavyo umeweza kuona. Nafikiri ana vitu vingi sana anavyofanya hapa lakini pia kama msanii huu ndio wakati wako ambao mwaka 2026 ni wakati ambao una nafasi kubwa sana kuweza kufanya kazi nzuri. Jamaa anafanya kazi nzuri sana. Yaani ni producer wa beat lakini pia ana rekodi fresh sana. Wewe uliza Dodoma hapa hakuna kama Citrus Beat. Bwana enjoy.